Sasa ukisikia mtu aliyenyang'anywa nyota, manake ni mtu ambaye kafanyiwa hila ya kutengwa na kile kinachotakiwa kumfanya afanikiwe. Adui shetani anachopigana nacho kila siku ni kuhakikisha ulie. Anahakikisha tu kwamba utalia, kwamba utahuzunika, kwamba utakosa kitu kwenye mikono yako. Kwa hiyo wakasema tuwatende kwa hila. Ukiendelea kusoma mstari mpaka 22 utakuta mahali pengine anasema akaenda kuongea na wazalisha, akawaambia, nisikilizeni enyi wazalisha, hawa wana wa Israeli watu wenye nguvu kuliko sisi. Kwa hiyo tumeona sisi kama serikali ya Misri hapa, yani ambayo sasa inaongozwa na shetani, kwamba tuwaue watoto wote wa kiume wanaozaliwa. Kwa hiyo watoto wa kiume wakizaliwa tu, nyinyi manesi nyongeni, mtoto wa kike tumwachilie hapa. Kwa hiyo unashangaa mama akafanya kazi yake vizuri kamaliza, kuja kutoka kwenye kukurupuka anaambiwa mtoto wako ilikuwa ni sio bahati, mtoto wako ilikuwa sio riski. Na wako wanawake wanaenda kujifungua, hadi shetani unawatumia wazalisha kufanya mambo haya, lakini kwako kwenye uzao wako hawatagusa. Watakutana na moto kwa jina la Yesu. Watakutana na moto hata kama utakuwa umezimia. Malaika yule wa moto atakuwa hapo akilisimamia na kulinda cha kwako kibaki salama. Amen. Sema amen. Amen. Kwa hiyo watawaambia akizaliwa kiume nyonga wakija. Hii ni hila. Kwa wanawake wote wakawa wanashangaa wa Kiebrania. Kila wakienda kujifungua mtoto wa kiume sio riski, mtoto wa kike ni riski, mtoto wa kiume sio riski. Kumbe kulikuwa na hila na mkakati wa adui wa kuwatendea wana wa Israeli kwa akili. Haleluya. Amen. Yule adui yangu